Hii ndio mada yangu. Hii iliingia kati tu. Maswali nimeambiwa matatu, mbona kama kuna jingine? Basi ndio yale. Mimi nimemaliza. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, wa nas'alullaha ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Jazallahu shaykhana خير الجزاء وبارك فيه بهذه المحاضرة القيمة المفيدة النافعة إن شاء الله تعالى. Na tukifika hapa itakuwa kwa ratiba ya usiku huu imefikia hapa insha Allah taala. Alfajr baada as-salah kutakuwa na kalima nyingine, alafu tena iwe tumemaliza katika msikiti huu au markazi hii ya al-Imam al-Barbahari. Ndio ndugu zangu Waislamu, Sheikh ameeleza nafasi ya masahaba kwetu sisi. Tutatakiwa tuitakidi nini, tufanye nini tijah haulai al-akhyar al-abrar, na pia akatoa tanbihi na tahadhari kubwa na watu ambao wamejivesha nguo la Uislamu, lakini shughuli yao rasmi ni kuwatukana hawa masahaba na kuwakufurisha, lakini pia wakajipenyeza katika miji yetu na ikawa wao hawalinganii manasara wala alyahud wala washirikina, bali Shia wao juhudi yao yote ni kuwatafuta Waislamu hasa masunni, kuwatoa katika usunni na alusunna aljamaa, wawartadishi waingize katika ushia. Na katika hilo hapa Kondoa ni kama maeneo mengine ya Tanzania hii bara na visiwani, mashule, vituo vya kijamii, kutoa misaada mbalimbali. Hili ni jambo lao wanalolifanya kwa gharama kubwa. Watajenga mashule, vituo vya ujasiriamali, kutoa misaada ya kijamii, kuwasaidia watu namna za kujikomboa kimaisha, ni mambo yao haya. Tutahadhari kwa vituo vingi ambavyo vimejengwa hapa Kondoa na sehemu nyingine. Wallahi ni kheri mtoto wako akose elimu kama hakuna pa kusoma ila katika madrasa au shule au vituo vya mashia. Utamkosa mtoto wako. Waonaje wewe wamtaja sahaba wasema radhiyallahu anhu, ndugu yako mtoto wako uliyempeleka kwao akitaja sahaba asema laanahu Allah, mtaishi vipi? Yani mtaishi vipi? Na hata kama ikiwa atakamata msingi wao mkubwa wa kufanya taqiya, kwamba akiwa mbele yako hamwombei laana sahaba yeyote, ila akiwa wa idha khalau ila shayatinihim, wanapokaa faragha kwa mashaitani wenzao, kazi yao kubwa ni kuwalaani hawa viumbe bora. Kwa tutahadharishana, hata kama mtoto wako atapewa scholarship ya kwenda Lebanon, ya kwenda Iran, ya kwenda Iraqi, au atasomeshwa katika shule zao bure from standard 1 to form 6 na diploma asomeshwe na degree, acha hiyo ofa, kwa sababu mtoto wako utampoteza. Ili moja. Alafu katika yale ambayo yameelezwa hapa, unaweza ukawa nia yako wataka kumtukana mtu au kupinga kitu, lakini lile jambo ikawa umejigeuzia wewe mwenyewe bila kujua. Wanaposema kwamba Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, kwamba yule ambaye aliozeshwa na Ali bin Abi Talib hakuwa Kulthum
aslia kwamba aliozeshwa Kulthum wa mchongo, au wakasema alikuwa ni jinnia, mwanamke wa kijini. Lakini sasa hebu jiulizeni, huyu mwanamke wa kijini kwa hivyo hivyo wanavyosema wenyewe, kaozeshwa na nani? Na nani? Sina Ali ibn Abi Talib kwa vitabu vyao kwamba alipokwenda kuposa huyu Kulthum akampiga changa la macho, hakumuozesha binti yake, akamuozesha mwanamke wa kijini. Ina maana hawa wanamtukana Ali bila ya kujua. Igeuze hiyo, ina maana Ali bin Abi Talib wa hasha alikuwa akifuga majini? Si ndo maana yake? Kamnyima huyu binadamu akamwozesha jini, ina maana Ali alikuwa afuga majini? Sio ni taan, ni tusi kubwa sana hilo kumtukana Khalifa Rashid huyu radhiyallahu ta'ala anhu. Lakini ndio hivyo, ikishakuwa kumeharibika huko kichwani huu mwili wote unakuwa tena hauna gaidi yoyote. Ndugu zangu Waislamu wa Kondoa, mafunzo haya tuliyopewa ni mafunzo ghali sana, lao tutayafanyia kazi, na sisi hatuna shaka na walimu wetu katika yale ambayo wanatusomesha, kutuelekeza, kututanabahisha. Ni mafunzo ambayo ghaya yake yatutoe katika dhalal, katika jahal, katika ghafla, katika talbis, katika haya mambo ya fitan ambazo huletwa na haya makundi tofauti. Tukiyakamata haya mafunzo lillahi, tukayachukua tukayatia akilini katika tukafanyia kazi, la shaka biidhnillahi taala itakuwa sababu ya kupungua haya makundi ya upotevu katika mitaa, na sisi kusalimisha nafsi zetu na jamaa zetu na jamii zetu. Kwa hiyo sasa hivi ndio kuambia sali mtasali salati al-isha, na insha Allah tutakuwa tena alfajiri katika kalima hiyo moja kabla ya kuaga na kuendelea na safari yetu sehemu nyingine. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu ala aljami'. Kwanza